Charles Muguta Kajege, mbunge wa Mwibara, sasa ulize swali lake. Je, serikali ina mkakati gani wa kutatua tatizo la upungufu wa madawati katika shule za msingi na sekondari Mwibara? Tatu katika jimbo la Mwibara ni 13989 na yaliyopo ni 9102 na upungufu ni 4887, ambapo uwiano ni dawati moja kwa wanafunzi 5. Upande wa sekondari, meza na viti mahitaji ni 17346, zilizopo ni 16714 na upungufu ni 632, sawa na 3.64. Mheshimiwa Spika, mkakati wa serikali wa kukabiliana na upungufu wa madawati, meza na viti ni pamoja na kutumia mapato ya ndani ya halmashauri. Mwaka 2024-2025 halmashauri ya wilaya ya Bunda imetenga shilingi milioni 15 kwa ajili ya ununuzi wa madawati 150. Mheshimiwa Spika, mkakati mwingine ni kuhakikisha kuwa kila darasa jipya linalojengwa linawekewa madawati 15, yani dawati moja wanafunzi 3 kwa shule za msingi na seti ya viti na meza 40 kwa shule za sekondari. Mheshimiwa Charles Kajege, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Serikali imekiri kwamba kuna upungufu wa madawati na kwamba halmashauri haina uwezo wa katika kutumia vyanzo vyake vya mapato. Sasa, je, serikali ina mkakati gani mbadala wa kutatua tatizo la madawati katika jimbo la Mwibara? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kufanya uwekezaji mkubwa sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sekta ya elimu na hususan hii ya elimu msingi, kwa maana kuanzia madarasa ya awali, shule ya msingi na sekondari, inaweza kuimarika. Ndio maana utaona katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 utaona kwamba uwekezaji wa trilioni 5.1 umefanyika katika sekta ya elimu. Naomba niendelee kumtaarifu Mheshimiwa mbunge kwamba tunaelewa kuna umuhimu mkubwa sana wa upatikanaji wa madawati ikiwemo na viti na meza kwa ajili ya wanafunzi wetu, na kupitia serikali kuu, fedha kutoka serikali kuu, lakini kupitia fedha kutoka kwenye mapato ya ndani ya halmashauri, lakini pia kwa kutumia wadau mbalimbali wa maendeleo, serikali inakusudia kuendelea kuhakikisha kwamba inaleta viti na meza lakini na madawati katika shule zetu ili wanafunzi waweze kupata sehemu nzuri ya kujifunzia. Na katika kipindi, Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka 2025-2026 serikali imepanga kutumia zaidi ya bilioni 613 ya mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inaboresha miundombinu mbalimbali katika sekta mbalimbali ikiwemo kwenye sekta ya elimu, na tunatarajia kwamba katika kipindi cha mwaka huo wa fedha viti 47979 vitatengenezwa kwa ajili ya kusambazwa kwenye shule zetu, lakini tunatarajia pia madawati 71482 yatatengenezwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shule zetu zinapata mazingira mazuri ya wanafunzi kusomea, lakini mazingira mazuri ya walimu wetu kufundishia. Naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, tutafika Mwibara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha na kuimarisha sekta ya elimu kwa kuleta madawati, lakini viti na meza kwa ajili ya wanafunzi. Mheshimiwa Mwita Mwikabe wa Itara, swali kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, Wizara ya TAMISEMI ipo tayari kutoa mwongozo mahususi kwa halmashauri zote zenye uwezo mkubwa wa mapato ili mwaka wa fedha ujao kila halmashauri hizo ziweke mpango namna kumaliza shida ya viti, meza na madawati ili watoto wetu wa msingi na sekondari wasianze kukaa chini. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia mpango na bajeti ya mwaka 2025-2026 na hasa kupitia mapato ya ndani ya halmashauri inatarajia kutumia bilioni 613 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba fedha hizi zinachangia katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo ikiwemo shughuli ya kuhakikisha kwamba madawati yanapatikana katika shule zetu. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa Mwita wa Itara kwamba serikali itaendelea kusimamia
halmashauri zetu hizi ili ziweze kutimiza majukumu yake ya msingi ya kutumia mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuendelea kuimarisha sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya elimu. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kuendelea kutoa msisitizo kwa wakurugenzi wote wa halmashauri zetu zote 184 waweze kuhakikisha wanatimiza wajibu wao wa msingi wa kutenga fedha kutoka kwenye mapato ya ndani na kuweza kuziweka katika mipango na bajeti kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge.